Ile ukiona wewe unadhani kichwa kinauma ni kwamba una shida, sio kichwa, kwa sababu mahali ambapo kichwa kitauma lazima ufe. Kichwa ni engine na imetengenezwa kwa misingi ya kwamba yenyewe ndio inayo control mechanism yako yote, hakitaki kifeli. Siasa za vyama vingi sio vimeanza miaka ya 90. Nchi hii wakati napata uhuru, siasa zake ni za vyama vingi. Nataka tu watu ambao hawana taratibu ya kwenda kusoma historia waende wakasome. Ni miaka ya 64 65 ndo mambo yakafeli, kwa sababu tano ilionekana kuwa na nguvu. Kichwa hakiumi. Tanzania ina matatizo. Tuna matatizo kwa nini? Kwa sababu moja ya watu ambao nilikuwa nafikiri wanaweza wakasaidia sana kuweka hali sawa ni vyombo vya habari. Lakini kwenye vyombo vya habari kuna tatizo jingine limezuka ambalo nafikiri ni kwenda na mhemko zaidi kuliko kujifunza na kutumia logic kwa ajili kuweza kuainisha mambo tofauti yanayotokea kwa wakati huo na kwa sababu yake. Mimi nilikuwa mara ya kwanza nilikuwa naandikia gazeti la Kiongozi. Nilikuwa nimeanza kuandikia gazeti la Kiongozi mwaka 1979. Lakini nilianza kazi rasmi kama mwandishi wa habari mwaka 1995 baada ya kutoka JKT. Moja ya vitu ambavyo tuliambiwa, zingatia kwa nini unaandika. Zingatia kwa nini unaandika. Mwajiri wangu wa kwanza alinipa shilingi 1167 na senti 66, alikuwa ni Radio Tanzania. Nilifundishwa mambo ya waandishi wa habari na wa Canada pamoja na Waingereza kwa miezi 9. Ni training ya ndani. Wakati huo hivi vitu ambavyo sasa mnaita vyuo kidogo ni shida kupata. Mimi nilipata diploma yangu ya journalism 1987 Nyegezi, na wakati ndo serikali inaanzisha chuo chake cha tasnia, na wakati huo kile kilikuwa kinaitwa center wala sio institute. Wale wa Katoliki wale walikuwa na somo la history na siasa kabisa yani. Alafu unaona mafundisho yaliyokuwepo pale ni kwamba sio kila kitu ambacho wewe unakiona unadhani habari ni habari katika jumuiya hiyo inayohusika. Leo hii kama wewe ni mpitiaji wa mitandao, unafikiri kwamba kila kitu kilichokuwa kwenye mitandao mle kinastahili kuwepo? Sasa kama hakistahili kuwepo, kwa nini kipo? Na nyinyi ambao mnajua kwamba hakistahili kuwepo mnafanya nini? Kichwa huwa kiumi. Ukiona kinauma ujue ni dalili ya kitu kingine kabisa, ama hata mkono unauma nini, njaa inakuuma, lakini kichwa huwa kiumi. Kwangu mimi huwa nafikiri mwenyekiti samani, naweza nikachukua muda hapo, lakini kuna historia mbovu tu ambazo wakati mwingine unaziona hapa na watu tunakwenda na mihemko, alafu hatujali hata taifa ni nini. Watu nafikiri kwamba habari ni ile ambayo unajua mtu anapomuuma mbwa very unusual. Kwa hiyo ndio habari yenyewe. Si kiasili lazima mbwa muume mtu. Sasa mtu anapomuuma mbwa, wewe ukasema jamaa kauma mbwa. Tazama logic, what happened? Wakatoliki mimi walinifundisha kwamba sio kila kitu unachokiona kinastahili kutoka nje. Lakini waandishi wa habari wa taifa langu hili, kila kitu wanachokiona wao ni kitu kinachostahili kuonekana kwa sababu tu ni mtu kamng'ata mbwa. Hata hatujui taifa ni nini. Mwenyekiti hapa tunaposema utaifa, maana yake kwamba kuna tatizo kwenye sera za nchi hii zinazohusu mafunzo.
kabisa. Unaliona tu kwamba kuna ombwe kubwa tu. Watu hata wajui kwa nini wao wamezaliwa Dar es Salaam na kwa nini wamezaliwa Morogoro. Kwa nini wamezaliwa Tabora? Wao ni nani? Ni Wanyamwezi, Waluguru, Wazaramo ama wa Tanzania? Kwa nini inatokea? Inatokea kwa sababu mtu mmoja mahali fulani kaharibu taratibu. Kichwa huwa kiume. Lakini dalili ya ugonjwa uliokuwa nao. Vurugu zilizojitokeza zikiwa zinapigiwa kelele sana na watu wengine, hatukuzishughulikia waandishi habari wa Tanzania zinavyostahili. Mimi Miraji alipokuwa anazungumza hapa nilikuwa nacheka sana. Ndio hivi vichwa vinatakiwa viandike vitabu. Na nitakwambia kwa nini vinatakiwa viandike vitabu. Miraji anajua kampeni zote zinazohusu siasa chafu na siasa nzuri. Na pengine atakufa huyo bila hata kuandika hata kitabu kueleza kama nini hasa kilitokea Pemba. Leo unaambiwa kwa Kondo kuna makaburi ya jumla. Hivi kuna kati yetu hapa kuna mtu amekwenda kule kwa makaburi kwa Kondo kula katazama kwamba ardhi ile iko. Tuko Dar es Salaam kwa Kondo wapi bwana? Kuna mtu ameshakwenda? Uwezi ukazika watu 1000 kwa kaburi fupi la kwenda chini. La Miraji atanambia. Ni lazima liwe pana sana, lazima udongo uwe mpya. Yaani hakuna kaburi lenye udongo wa zamani alafu ukasema kwamba ni kaburi jipya. Hata haiwezekani bwana. Leo hii nataka kuambieni kitu kingine tu. Nchi ikiwa imezidiwa, kitu cha kwanza ina cut off mawasiliano. Yaani hata pale nyumbani kwangu mimi nikiona hapa pana mchezo wa mtu mwenye miaka 30 na mimi na miaka fulani, afu ni mtoto wangu analeta ujinga, natoa kuna kitu lazima ukitengeneze buffer pale ili arudi. Yaani lazima tu serikali ni kama wewe nyumbani unapoendesha baba, mama, kuna wakati amri zinatoka kwa waziri mkuu pale, mama wewe. Kuna wakati rais mwenyewe anatoa maagizo, baba wewe. Afu kuna wakati no nonsense. Na mimi najua watu wengi sana walilalamika kwamba kwa nini mitandao ilizimwa. Mimi nilimwambia rafiki yangu nadhani walichelewa kuzima. Ndio maana siku nyingine nilipoulizwa wewe mzee una matatizo gani, nikamwambia peleka JKT. Hakuna hata mmoja aliyekwenda JKT, wala hata ajui kwa nini ilikuwa lazima kuzima mitandao at that particular time. Wakati Marechera ni waziri mkuu na makamu kwanza rais, nilipata nafasi ya kwenda mahali. Miaka 30 imeshapita, kwa hiyo naweza nikazungumza kitu. Kwa sababu mara nyingi ikipita miaka 30 unaweza kuzungumza kitu. Nilikuwa mimi na mtu mmoja Moses Kiturusu, sijui kama jamii iliyokuwa hapo inamfahamu. Lakini nadhani mwenyekiti anamfahamu. Tulienda eneo moja Ngome. Kama mjui Ngome, mimi sijui. Na tulikuwa watu wawili tu waandishi wa habari tulioruhusiwa kuingia na waziri mkuu mle ndani, mpaka hata waandishi wake wenyewe hawakuruhusiwa. Tulichokiona tumekaa nacho mpaka leo. Kwa maana mimi naambia watu afadhali tu waende jeshini au kwanza wakajifunze vitu fulani. Ili utakapoona hatua fulani inachukuliwa unasema Mungu afadhali hii inaweza kutusaidia tule. Kwa sababu gani? Kama moto unawaka na wewe ukatia petroli juu yake, ule moto unakuja kuwa mkubwa sana, mtashindwa kabisa kusema. Ndugu zangu waandishi, bloggers na watu wengine, tunalitendea taifa hili kitu gani kucorrect? Tunalitendea taifa hili kucorrect. Kuna kitu kinaitwa unapokuwa mtu, nani ametazama sinema moja inaitwa Matrix Revolution? Mle ndani Matrix ziko 3. Lakini mimi napenda sana Revolution. Kwa sababu ndani wanazungumza point of corrections. Uweze ukacorrect ndege ambayo dive yake iko 37. Kuna vipimo. Ukicorrect vibaya
hiyo ndege lazima ianguke. Correctors kwangu mimi nchini hapa ni waandishi wa habari. We failed our nation. Kwa sababu mainstream ilibidi iwe cool ili wasichochee temperature. Lakini temperature iliyokuwepo kwenye mitandao ilitakiwa ijibiwe mitandao humo ndani. Did we do our job? Tunaweza tukanungunika tu. Mwenyekiti, kuna wengine sitaki kusema bwana. Nashukuru. Shukrani sana.